Naam, hujambo mara tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kututazama na kutusikiliza kwa wakati huu. Tunayo matumaini ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya na mnakurubia runinga zenu ili kuweza kufahamu kile ambacho kimejiri kupitia chaneli yetu. Mtazamaji, leo ni tariki 11 Machi 2026. Tunakaribisheni kufuata habari zetu katika siku ya leo. Habari zetu leo zitangazia zaidi kutokana na mnara uliojengwa hapa Fizi Kati, makao makuu ya tarafa la Fizi, naye administrator wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga, ambayo inaendelea kuleta gumzo kubwa kwa raia wanaopatikana ndani ya tarafa la Fizi na nje ya tarafa hilo. Mtazamaji na msikilizaji, utasikia mahoni tofauti ambayo yameendelea kutolewa nao raia wa eneo hili. Maoni yaendelea kuwa tofauti katika wananchi wanaoishi ndani ya tarafa la Fizi na kwa wale raia wazaliwa wa Fizi waishio nje ya nchi baada ya kujengwa kwa mnara huo na administrator wa tarafa la Fizi. Upande wake administrator wa tarafa ya Fizi Sami Kalonji Badibanga, mnara huo umejengwa ikiwa ni alama ya kujenga amani kati ya makabila yanayoishi ndani ya tarafa la Fizi. Sami Kalonji Badibanga afafanua zaidi kuhusu mnara huo. Kuhusu monima ambao tulijenga Fizi, ni monima ya amani, monima ya kuleta maendeleo. Uliona mzuri, kuna mtu anasimama, anabeba brikwita mkononi, anabeba jembe ya kimason ya kujenga na kumgongo ana vitu vyake vya kazi. Ile monima haiko sura ya mtu yoyote kwa kusema huyu ni hero wa tarafani Fizi, miaka fulani alifanya kitu fulani, huyu ni mzee fulani, miaka fulani alifanya kitu fulani. Hapana, ile monima ni symbolic. Tulitengeneza ile monima ya kuleta image ya kazi ambao watoto wa Fizi kupitia makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi wajiunge pamoja ya kujenga Fizi yetu. Ile mason ni ujenzi, ni maana ya kusema makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi tujenge Fizi yetu pamoja. Ndio maana ya monima, kupitia amani tujenge Fizi yetu pamoja. Kupitia amani makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, wakuwa Wabembe, wakuwa Wajoba, wakuwa Wabuyu, wakuwa Wafuliru, Wanyindo, Wabangubangu, makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, washi wote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, pamoja tujenge Fizi yetu. Ndio maana ya ile monima. Wakati hayo ya kijiri, upande wake Albert Tonda Maisha, kiongozi wa shirika la raia, ameonesha hapa namna walivyopokea ujenzi huo wa mnara uliojengwa na administrator wa tarafa ya Fizi. Tumepokea na huzuni kabisa kubwa wakati tumepata kuona kwenye marezo sosio na watu kutuambia kweli kwamba monima ile imejengwa na imefanyiziwa seremoni, na gisi tumetoka kufuata administrateur. Ni mambo ya huzuni. Administrateur amecheka watoto wote wa Fizi wenye wako Fizi, wako Baraka na wako ulimwengu, amewacheka hadharani. Juu habiwezi wezekana mtu ajenge monima aseme iko na sensibiliser watu juu ya amani ama juu ya ujenzi wa territoire ya Fizi kuma communauté yote. Ça c'est fou. Habiwezekani. Kitu monima akikuanza kwa mtu moya, ni kitu kinekiku universel. Inajengewa juu ya kucelebre evenement historique. Monima inajengewa juu ya kuhonore mtu fulani wa lazima, ama juu ya commemore eneo fulani kama vile Makobola, eneo fulani ambao watu waliuawa. Monima imejengwa. Mbavu amefanywa monima kwa sababu ni mtu wa lazima ambaye anajulikana ulimwengu mzima na Kongo mzima na Fizi mzima. Na cha ajabu, administrateur na kalite yake yote ya administrateur aambie watu azana, nasema ile sura haiko sura hata ya mtu mmoja, ni sura tu ambayo tulitia tu, ambayo inasembolize kujenga Fizi, inasembolize amani. Ile ni kutukana watu. Tumependa kudenonce kitu ambacho administrateur amefanya, na kwa sababu watu wote, hakuna mtu mwenye iko na foto ya baba yake administrateur au ya babu yake administrateur. Inawezekana yule ambaye administrateur amefanyia monima
inawezekana ni baba yake ambaye alikuwa maso ama ni babu yake ambaye alikuwa maso, na ndio kwa sababu akapenda kudistraire batu na materme ambaye zinaziwezi kupita mu watu ambao wanasoma, mu watu ambao wako na akili mulimwengu mzima. Hivyo Angale Isanganino Bwanjo, koordineta wa shirika la raia Machozi ya Raia ndani ya tarafa la Fizi, amesema kuwa wao upande wao hawajaona ubaya wowote kuhusu kujengwa kwa mnara huo, licha ni sura ya mtu ambaye asiyefahamika katika eneo hili la tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Ile monima aionyeshe sura ya mtu yeyote ule ambaye tunaweza tukafananisha naye, hapana. Kujenga kwa malengo ya kutia sura yake au sura ya mtu yeyote yule, yanaonyesha kupitia kazi, majenzi, tujenge tarafa letu la Fizi. Tusijenge tarafa la Fizi kwa mizozo, hapana. Tujenge tarafa la Fizi kupitia kazi, njo itatuma watu wanajenga tarafa la Fizi. Isiwe ya kuonyesha ubaguzi wa kabila ipatikanao ndani ya tarafa letu la Fizi. Kwa haile maoni anayokuwa nayo, kama ni kupitia kazi, ni vizuri sana sisi watoto wa Fizi tujenge Fizi kupitia kazi. Tunaweza omba kwenye kuwa serikali letu la Kongo, hayo ikuwe ya kwanza kupana hasa makazi uvijana wa tarafa la Fizi. Kwa sababu kama mtu ana kazi, ndio pale atapata mwae ya kujenga tarafa letu la Fizi. Sami Kalonji Badibanga, administrator wa tarafa la Fizi, ameongeza kuwa hiyo sio mwisho kwa ujenzi wa mnara katika eneo la tarafa la Fizi, kwani bado nafasi ipo tarafani Fizi kwa ajili ya malida wa eneo hilo la tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Kama kutakuwa mwingine mtu mwenyewe atakuja kesho wala kesho yake kusema ya kwamba tujenge monima ya shujaa wa Fizi mwenye mwaka fulani alifanya hiki na hiki, sa monima yenye niliona pale Fizi ya Mbavu Moja, ni monima yenye iko kupori kabisa, hakuna watu wenyewe wanajua historia ya Mbavu Moja, lakini monima ingekuwa kubalabala ingetusaidia na watu wakakuwa wanajua historia kabisa ya Mbavu Moja kisi wakati alitumika mwinchi ya Tanzania, alikuwa mpambanaji mkubwa, alifanya kazi ya mzuri sana mwinchi jirani Tanzania ya Mbavu Moja, kwa sababu mayani shakwa mengi na monima iko mpori mbali na watu. Ingekuwa vema ili monima ingekuwa Baraka, monima ingekuwa Fizi, ingekuwa wapi kwenye wangeitia kupitia na benye nayo, na waza ingekuwa mzuri sana kwa watu kusoma na kujua historia ya Mbavu Moja. Asante sana. Mwishowe Albert Eto Ndamaisha amemtaka administrator wa tarafa ya Fizi kuchukua hatua mara moja ya kubomoa mnara huo wenye sura ya mtu asiyejulikana maeneo yote ya tarafa la Fizi na kote nchini, kwani alama ni nyingi zinazoashiria kwa kujenga amani. Na kwa hiyo kama mashirika ya kiraia, kama vile wazalendo wa kiraia, mzalendo siye mpaka yule ambayo iko na bunduki, ni yule ambaye anapenda eneo. Tunaomba kwanza washefu kutimia wote wasimame, wadepite wasimame, mastructure yote ya maswiti civili isimame, administrateur avunje ile monima ye peke hadharani, tena hapana usiku. Bila vile tutaomba mashefu kutimia na mastructure yote na wadepite wakutanane na waangalie nini kwa administrateur anapashwa kuingiziwa msheria, sheria imshughulikie, na autorite hierarchique kama vile gouverneur au ministre wa interieur national wafuatilia administrateur kuja kudanganya watu na kufanya kitu ambacho haiko njoo inapaswa kuwa. Ile na wazia njoo mtazamo wetu kama vile shirika ya kiraia ya vile ya Baraka, kama vile mwananchi, kama vile mzalendo mraia wa teritwari ya Fizi na vile ya Baraka, hatuwezi weza kuvumilia ile matope ambayo administrateur amefanya. Raia wote wasimame pamoja ili tusije kuchekelewa na administrateur kuja kutujengea monima ya foto ya baba yake kutoka Kasai ambaye hajulikani hata Kasai, saa zingine aje kuijenga Fizi ambayo hamjui baba yake administrateur. Ni mambo ya aibu sana ndugu mtangazaji. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusii mara tena usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine. Je, upande wako na wewe
una maoni gani? Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Endelea kutembelea kwenye chaneli yetu kwa habari zaidi.